Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo tunaendelea tena katika darsa yetu, na hasa katika ilmu al-fizyai al-Qur'an, kwa maana maarifa ya ilmu ya sayansi ya Qur'an. Lakini atambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasis kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Amin. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayati li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'ud wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. Allah amesema waja walikuwa bora ni wale wanatafakari uumbaji wa Allah, wakitazama mbingu, ardhi, wanakaa wanatafakari viumbe wa Allah, wanakaa wanatafakari. Hawa ni waja bora kabisa. Sasa biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tulipokuwa pale Ghazali Muslim School, tulisoma somo linaloitwa kibarullahi, yani tukitazama ukuu wa Allah subhanahu wa ta'ala ala makhluqatihi, kwa viumbe wake, yani ukuu wa Allah kwa viumbe wake. Na tulisoma somo linaloitwa midakhatul jismi, kwa maana midakha yani namna ambapo damu inavyoweza kutembea katika mwili, utendaji wake na mfano wa hayo. Na katika sehemu ambazo tulisoma kitu kinachoitwa ad-dimagha, kwa maana ubongo wa mwanadamu. Tunakwenda vizuri hapo? Mashekhe zetu wakatuambia katika darsa linaloitwa midakhatul jismi, wakasema yatakawanul jihazul asabiyu fil insani min ad-dimagh wal hablu shawkiyu wal jihazul asabiyu al markaziyu. Wakasema hivyo mashekhe zetu, wakasema yatakawanul jihazul asabiyu fil insan, system nzima ya nerves au mishipa ya fahamu imetengenezwa naye Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwanadamu minad-dimagh, system ya ufahamu au nerves au mishipa ya fahamu hii kwa huyu mwanadamu imetengenezwa naye Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia katika sehemu ya ubongo wa mwanadamu. Hili tunataka tujue kibarullahi
ala makhluqatihi, ukuu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa hapo? Lakini kadhalika walhablu shaukiyu, lakini nerves au mishipa ya fahamu nayo namna alivyoiumba Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika uti wa mgongo. Katika uti wa mgongo, katikati ya uti wa mgongo kuna vitu vinavyoitwa al-aslaku telegrafia. Maana yake ni nyaya ambazo hizo nyaya zimepita ndani kabisa ya uti wa mgongo zikaja kuungana na ubongo huku nyuma. Hizo ni nyaya zinazopeleka ujumbe na taarifa mbalimbali au zinazochukua maamuzi na kupeleka katika mwili katika hali za aina kadha. Tunakwenda vizuri hapo? Kwa hiyo walhablu shaukiyu, na katika sehemu ya uti wa mgongo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuna system ya nerves, kwa maana system nzima ya mishipa ya fahamu. Kwa maana hiyo ndo sehemu ambapo ukipata madhara katika uti wa mgongo unaweza ukapoteza viungo. Ni hatari kidogo. Tunakwenda vizuri eh? Lakini waljihazul asabiyul markaziyu, lakini kadhalika na system nzima ya nerves, mishipa ya fahamu katika sehemu kuu pale inapoungana na ubongo wenyewe ndio inaitwa markazi ya al-asab. Kwa maana ni sehemu au system nzima ya mishipa, sehemu kuu ya mishipa ya fahamu ya huyu mwanadamu. Mwenyezi Mungu amejalia ubongo umekuwa katika hali za namna hiyo. Kusoma somo hili ni kutaka kutambua kibarullahi ala makhluqatihi, kwa maana ukuu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake, na ukiyajua haya umeijua tauhidi ya kweli biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda vizuri. Amma dimagha, ama ubongo ambao tunao uzungumza, fayanqasimu ila 3 aqsamin. Ubongo nao umegawanywa katika sehemu kuu ngapi? 3. Sawa? Ubongo alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala ameugawanya katika sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza inaitwa al-mukhu, cerebellum, al-mukhu hii. Sasa hii al-mukhu ni nini? Huwa al-juz'ul akbaru min ad-dimagh. Hii al-mukhu maana yake ndio sehemu kubwa zaidi katika ubongo wa mwanadamu. Yani cerebellum au al-mukhu ndio sehemu iliyochukua nafasi kubwa zaidi katika ubongo wa huyu mwanadamu. Tunakwenda vizuri hapo. Undhuru kibarallahi ala makhluqati, tazameni uweza wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake. Tunakwenda vizuri. Yamla'u mu'dhamul jumjuma, cerebellum au al-mukhu imejaa mu'dhamul jumjuma katika sehemu kubwa ya fuvu la kichwa cha huyu mwanadamu. Sehemu kubwa ni cerebellum, ndo ambayo imejaa. Sehemu ndogo ndo unakuta medula na vinginevyo huko, utapata kuyaona hapo mbele insha Allah biidhnillah. Lakini kadhalika wayanqasmu ila nisfain, ubongo huu unaoitwa al-mukhu nao umegawanywa katika sehemu mbili, yani nusu mbili, al-aymani wal-aysari. Nusu hizo ni kwamba ubongo huu una sehemu ya kushoto na una sehemu ya kulia. Tunakwenda sawa? Kuna upande wa kushoto wa ubongo na kuna upande wa kulia wa ubongo, umegawanywa katika sehemu hizo. Na namna unavyofanya ubongo ni kama yanavyofanya macho ya mwanadamu. Kwa maana sehemu ya kulia ya ubongo wa mwanadamu ina utendaji mzuri katika viungo vya kushoto katika mwili wa mwanadamu.
Kwa maana ukiona wewe unanyosha mkono unakunja, manake sehemu inayoamuru kufanya tendo hilo ipo katika ubongo wako upande wa kushoto, ikiwa utanyosha mkono wa kulia. Lakini ikiwa utanyosha mkono wa kushoto, sehemu inayotoa amri na utendaji wa wewe kufanya hayo unayoyafanya ipo upande wa kulia katika sehemu za ubongo wa huyu mwanadamu. Kibarullahi ala makhluqatihi, huu ni ukuu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake, namna alivyoumba ye Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika hii almukhu, ubongo huu cerebellum, ubongo wa mbele, nini maana yake? Tunasema tajri fi aqsami almukhi amaliyatun mutanawi'a. Katika ubongo huu huwa zikifanyika kazi tofauti tofauti katika ubongo huu unaoitwa almukhu kwa huyu mwanadamu. Kuna kazi tofauti tofauti hapa zinafanyika. Abrazuha, miongoni mwa hizo kazi zinazofanyika katika almukhu cerebellum ni nini? Tunataka tuzitaje kwa uchache. Mmoja, tunasema atafkiru alwa'iyu, ni mtu kuwa na fikra, yani kuna sehemu maalum kazi yake ni kutengeneza fikra, walwa'iyu, na utambuzi. Ukiona mtu anaweza kutambua, basi hapo pamefanya kazi. Kibarullahi ala makhluqatihi, huu ni ukuu wa Allah kwa viumbe wake. Tunakwenda vizuri? Lakini wasunu'ul qarar, na kuna sehemu maalum katika ubongo wa mwanadamu almukh, ni kwa ajili ya kutengeneza utulivu. Alqarar maana yake hapo ndipo panapotengeneza nini? Utulivu. Tunakwenda vizuri? Tumeiona na hii mara kadhaa, inapatikana katika alghuddatun nakhamia, ambapo inatoa aina ya homoni ya ad-dopamin. Ikitengenezwa homoni ya ad-dopamin inatengeneza al-qarar, utulivu katika hali ya aina moja au nyingine. Tunakwenda vizuri eh? Lakini kadhalika wadhakira, na vile vile katika ubongo cerebellum ndio unafanya kazi ya kutengeneza kumbukumbu. Kwa maana ukiona mtu anasoma alafu anaelewa na alichokisoma kipo kichwani mwake, basi huyu mtu ikinachomfanya aendelee kuwa anajua hilo ni hii sehemu inayotengeneza adhakira, kumbukumbu inayopatikana katika mukhi, katika ubongo wa huyu mwanadamu. Ukiona mtu alijifunza kutembea na akajua kutembea na mpaka leo anatembea kwa miguu miwili, ni adhakira, ni ile kumbukumbu ambayo ipo kwake. Ndio maana kuna baadhi ya watu akipata ajali, kichwa kikapata mashaka, basi anapoteza kumbukumbu zote. Hata mtoto wake anaweza akamuona asimjue, akauliza huyu ni nani? Huyu fulani. Fulani huyu kweli. Kwa sababu gani? Ubongo umepata shida, sehemu ya dhakira imepata mashaka katika mazingira kama haya. Kibarullahi ala makhluqatihi, ukuu wa Allah kwa viumbe wake. Lakini walugha, na kuna sehemu katika almukh, ubongo wa huyu mwanadamu kazi yake ni kwa ajili ya kufasiri maneno ya lugha. Kwa mfano, anaweza akaja mtu anaongea lugha ya Kifaransa mathalan, na wewe Kifaransa haujui. Sehemu hii ambayo kazi yake ni kufasiri lugha itaichukua ile sauti ya lugha ya Kifaransa, itapitia katika masikio yako, itakwenda katika sehemu inaitwa markazu sam'i, sehemu ya kusikia. Sehemu ile kishakuwa tayari imesikia, itatoa tafsiri, itasema hii ni lugha nisio ijua. Lakini kija lugha unayoijua, hii sasa itatafsiri, itasema huyu kasema au anamaanisha kitu fulani. Tunakwenda vizuri hapo? Kwa hiyo unaona kibarullahi ala makhluqati, ukuu wa Allah kwa viumbe wake. Lakini kadhalika watawasul wal idrak, na katika ubongo wa huyu mwanadamu kuna sehemu rasmi kwa ajili ya mawasiliano, lakini na utambuzi pia. Tunakwenda vizuri? Hii wai ni uelewa. Kuna tofauti baina ya uelewa na utambuzi Kwa hiyo kuna sehemu ambapo mtu anaweza kuwa na uelewa
na kuna sehemu inatakiwa mtu awe na utambuzi. Tunakwenda vizuri? Hii ni sehemu ya ubongo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejaalia, ipo kwangu na ipo kwako, na inafanya kazi kwa utendaji wa hali ya juu katika hali ya aina moja au nyingine. Tunakwenda vizuri? Yote haya ameyafanya nani? Allahu Alwahidu Al-Ahad. Amefanya ni Allah mmoja wa pekee. Na lau tutasoma vizuri viumbe wa Allah kwa usomaji huu, bila shaka tutaiona tauhidi ya kweli kupitia katika viumbe wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo huu ni ubongo, na haya ni jambo ambayo tumeyataja tu, bado saa tujaja katika kazi zake. Kuna nini? Yani zile chembe chembe zinashirikiana na masala ya tafkiri alwa'i zipoje, tutazisoma. Zile chembe chembe zinashughulika na sunu'ul qarar, kutengeneza utulivu, zipoje? Ni zile chembe chembe zinashughulika na masala ya adhakira, kumbukumbu, zipoje? Katika ubongo wa mwanadamu kuna vitu vinavyoitwa al-khalaya ad-dimaghiya, kwa maana chembe chembe zilizo katika ubongo wa huyu mwanadamu, na zimejitengeneza matabaka. Na hizi chembe chembe namna alivyoziumba Mwenyezi Mungu, la tatajaddad wala tamutu, hazifanyi upya na wala hazifi. Kwa sababu chembe chembe hizi katika ubongo kama zingekuwa zinakufa, maana yake huyu mwanadamu ingekuwa anafuta naye maalumati yote. Zikizaliwa upya, maana yake aanze kujifunza tena alifu kwa ujiti, aanze kujifunza tena kutembea, aanze kujifunza tena baya na zuri. Ingekuwa ni hivyo, lakini Allah ameziacha chembe chembe zinazopatikana katika ubongo wa mwanadamu, hazifi wala hazizaliani, na hizi utaishi nazo mpaka unakufa katika hali za namna hiyo. Kibarullahi ala makhluqatihi, ukuu wa Allah kwa viumbe wake. Kwa hivyo ndugu zangu, lau kama tutayajua haya biidhnillah kwa usahihi wa hali ya juu, tutamuona Mwenyezi Mungu amama ayunina, mbele ya macho yetu. Na tukimuona Mwenyezi Mungu mbele ya macho yetu, basi yale aliyotuamrisha tutayafanya, tuliyokatazwa tutayaacha biidhnillahil karim. Na mwisho kabisa niseme, ya Rabbi, tunakuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya biidhnika ya Allah ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, shukran sana mwalimu kwa darasa hili maalum. Allah kulipe kila lenye khairi biidhnillahil karim. Inshallah tumepata maalumati yalikuwa bora sana kupitia na somo hili la ubongo. Sasa swali langu mimi ni moja mwalimu, lakini limegawanyika katika sehemu nyingi sana. Na swali langu, umetuambia kwamba ubongo kama ubongo, kuna katika almukhu kuna sehemu ya kulia na kushoto. Tumekuelewa vizuri. Na mwisho kabisa ukaja kutuambia kwamba kuna sehemu nyingi sana ambazo hizi mwanadamu akiwa amezikosa basi kutakuwa na athari. Sasa mimi nataka nikuulize wewe mwalimu, katika hilo jambo ambalo umetueleza kwamba kuna katika sehemu hii ya ubongo wa mbele cerebrum, kuna ndo kwenye kumbukumbu, kuna kutengeneza uelewa, ufahamu na mambo mengine kadha wa kadha. Sasa unakuta mtu amezaliwa hana mapungufu yoyote katika ubongo wake na yuko salama kabisa, lakini uelewa wake unakuwa ni mdogo, kumbukumbu zake zinakuwa haziko sawa. Hii ni kutokana nini hasa katika ubongo wake au katika mwili wake? Huyu bwana Mzee Ahmad ameuliza swali zuri sana, lakini ni swali la kidaktari. Kauliza swali la kidaktari. Iko hivi, katika ubongo wa mwanadamu kuna 5 maujati al-kahrubaiya, kuna mawimbi 5 ya umeme. Umeelewa? Mawimbi haya ya umeme tumeona kuna alifa, kuna delta, kuna beta, kuna theta na kuna gamma. Sawa? Sasa haya mawimbi ya gamma ndio mawimbi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyajaalia, yanakwenda kutengeneza kitu kinachoitwa nishati na kapasita ya ubongo wa mwanadamu
iwe vizuri katika hali aina moja au nyingine. Tunakwenda vizuri? Sasa kuna watu maujatu ya gama, mawimbi haya ya gama kwao yanapelekwa kwa uchache. Kwa hiyo hata akili zao lazima ziwe ndogo tu. Yaani ufafanuzi wake yeye unakuwa ni mdogo, hawezi kwenda mbali zaidi, hawezi. Anakuwa ana uwezo wa kufafanua jambo lakini kwa uchache tu katika hali za namna hiyo. Na ndio maana kuna tofauti baina ya ubongo na akili. Unanielewa? Hii sasa mawimbi ya gama ndio akili. Umeelewa? Na ubongo kila mtu anao, hata mwehu anao. Lakini kuna wakati fulani ubongo unaweza kutengeneza vitu anaita al-aghshia, gamba. Ili gamba la ubongo alafu juu yake linakuja utandu. Ule utandu sasa unazuia mawimbi ya gama kwenda kwa kiwango. Wakati huo ubongo unakuwa baridi, ukiwa baridi ndio mtu anakuwa mwehu, chizi. Tunakwenda vizuri? Kwa sababu zile khalaya hazina kazi tena, hazihukumu, zina hukumu vice versa. Yeye akivua nguo ndio anajiona kavaa. Tunakwenda vizuri? Akila majalalani ndio anaona yupo supermarket. Yaani usione vile mwehu kaisi kwamba wewe unavoona jalala na yeye ndio anaona vile. Supermarket ile. Kwa mfano, haya macho ya mwanadamu, ubongo una kazi kubwa sana ya kumfanya mwanadamu aone vizuri. Kwa hivi, ubongo, yani macho ya mwanadamu yakitazama yanakuona wewe umesimamia hivi kichwa, unatembelea miguu. Si unanielewa? Sasa ile picha ikishachukuliwa kishafikishwa katika ubongo, ubongo una edit. Ile picha unaifanya ni kuona hivyo ulivyo sasa. Lakini sasa mtu kama kishapata madhara katika ubongo wake, manake anavyokiona ndio kinapelekwa vile vile katika ubongo. Kwa hiyo anaona watu wanatembelea kichwa, lazima aanze kukimbia. Ndio sasa fulani kachanganyikiwa anakimbia kwa sababu anachoona yeye ni mandhari tofauti katika yale ambayo takiwa yeye ayaone. Anaona kila anayekutana naye anatembelea kichwa tu. Hawa vipi hawa? Nipo dunia gani mimi? Kwa hiyo inabidi tu akimbie. Mwingine kila anapokuona anakuona kama upo katika hali ya mapambano. Ndio unasema mwehu anapiga watu, anajihami kwa yale anayoona. Yaani mandhari anayomjia ni tofauti na vile unavyoona. Yeye anahisi nyinyi mliokuwa karibu yake mnapambana naye. Ndio anajihami, anachukua hiki, anapiga hivyo katika mazingira kama haya. Kwa hiyo ubongo una hatari sana, Sheikh. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka ubongo katika sehemu ambapo panahitaji ulinzi wa hali ya juu. Katikati kabisa ya fuvu la kichwa, aljumjuma. Jumjuma, fuvu la kichwa ni mifupa migumu. Hairuhusu mifupa hii mtu kupata madhara kwa haraka. Kwa sababu ubongo ni kiumbe ghali sana. Tunakwenda vizuri? Nafikiri hapo nitakuwa nimeeleweka. Insha Allah. Unaangalia Yusuf Diwan Online TV.